Halafu nachotaka mnisaidie maji kwa hapa tulipo tuyapeleke wapi? Lakini namna ya kupanua haya mamifereji yanahitaji kusomba nyumba za watu, na huo ndio ukweli. Ndugu zangu, nataka niwaambieni wale watu, sio kwamba wako kando kando ya barabara kwamba wamevamia barabara. Hapana, yaani ukija kwenye barabara wala hawajavamia barabara. Kilichotokea ni kwamba ili utengeneze limfereji hilo la kupeleka maji baharini, lazima uondoe hao watu ili huo mfereji uweze kukaa. Swali namba 2 linakuja, ili tuondoe watu hawa ambao kwa hali zao za kimaisha walijenga hapo walipojenga, maana yake ni kwamba ukiwabomolea wanakosa kabisa sehemu ya makazi. Je, tufanyaje? Tukapeleka ombi maalum la kuomba angalau fidia, ili kwamba tukibomoa basi kama kunaweza kama kuna 200 kidogo watu wakabadilishiwa makazi. Kuangalia pale kuna nyumba zaidi ya 300 400. Hiyo pesa kwa haraka inatoka wapi? Tukasema sasa badala ya kupeleka na hiyo ngoma iende kwa namna hiyo, hebu tuone kwa muda huu tupeleke angalau jalada likae mezani kwamba tuna plani kwa Vijibweni nyumba zaidi ya 300 400 zitakuja kuondoka kwenye huu mradi mkubwa kujenga mfereji kupeleka baharini. Andiko lipo tayari. Ikaja option ya pili hii ambayo ameizungumza, kupeleka hapa maji. Napo kuna nyumba kama 200 zinaondoka. Ikaja kwamba sasa kwa sababu huwezi kujenga lami juu ya maji na lami lazima itaharibika, mkandarasi, hebu simama kwanza, kwa sababu tukiendelea tutajidanganya. Ndani ya mwakani barabara yote itakuwa imekwishasombwa au imejaa vilaka. Option iliyokuja ya tatu kwamba bomba la maji lilazwe katikati ya barabara ikatwe ili bomba la maji lilazwe hapo chini alafu juu ndio tufunike, ndio maana. Ikiwa ni option ya kwamba nyumba 200 hebu tuache kwanza, nyumba karibu 400 hebu tuache kwanza. Hizi nyumba ambazo anazungumza na jamaa pale mpamba pale, sio kwamba wale watu wamekwenda kando kando ya barabara kwenye zile mita wamevamia barabara, hapana. Ila kilichotokea ni kwamba wamevamia njia za maji ya asili. Si kama unanielewa? Na uvamizi wa njia za maji za asili zinafanyika na nani? Wa kwanza mharibifu huko nyuma ambaye amefanya uharibifu huo ni wenye viti hao wa serikali za mitaa, ambao hao wenye viti wangu wa serikali za mitaa, achana hawa sasa, hawa pia walikuwa wanauza maeneo ili hali walikijua kwamba haya ni maeneo ya njia za maji. Je, tukamfunga yule mwenyekiti wa zamani aliyeuza? Je, tumbomolee huyu mwananchi wa sasa aliyenunua? Hapo umekuwa ni mtego. Lakini namba 2, waharibifu wengine namba 2 ni wataalamu wangu mimi ambao wako upande wangu huku, ambao walichelewa kuplani mji. Leo unaona hapa Vijibweni vimejaa squatter tupu, ni kwa sababu ya poor planning. Na poor planning inafanywa na watumishi hawa pia hawa nilionao huku. Tukichelewa kuplani, mwananchi na plani mwenyewe. Huku inakuwa choo, huku inakuwa sebule. Ndicho kilichotokea. Njia pekee ya kuondoa hii squatter ni moja, ni kuita wenye nguvu ya fedha wanunue, waunganishe viwanja, kubaki na nafasi. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, tuite wenye fedha, muingie nao ubia, wabomoe nyumba zenu, wajenge nyumba moja na nyinyi mgawane huko ndani nyumba za kuishi. Si kama mnanielewa? Nadhani ninyi ndugu zangu wananchi wa Vijibweni, ninyi ni wakazi wa hapa. Kariakoo si mnapafahamu? Kariakoo palikuwa vile? Pamekuwaje vile? Kuna watu walionunua wakajenga, kuna watu walioingia mikataba kwenye viwanja vya watu wakajenga, na ndio mfumo wa pale Kariakoo.
Leo mfumo huo umeanza Masaki. Huo mfumo tunaohamishia Sinza. Huo mfumo tunaopeleka Manzese. Leo ile Manzese ya zamani leo mnaiona leo inabadilika, sio? Kwa nini? Kwa sababu mtu akinunua, akija hapa akamnunua huyu na huyu, hawezi pote kujenga ikakosekana sehemu ya nini? Ya njia. Lakini leo huyu akibaki hapa na mita 2, ukamwambia hebu wewe tubomoe, anabaki na mita 1. Maana anajenga nyumba mita 1. Haitawezekana. Leo hii hapa Vijibweni haya matenki ya mafuta si mnaona? Si mnaona haya matenki? Pale zamani ilikuwa ni matenki. Watu wananunua taratibu. Kinachotokea tu ni kwamba ninyi mkipandisha sana mabei mtaendelea kulalamika sana. Wataalamu wakija, wenye nguvu wakija, mnawapisha, ndio maendeleo. Sasa nadhani mkandarasi. Unasikia mkandarasi? Halo mkandarasi China yuko wapi? Halo. These people are very ugly. Sawa? You know Swahili? A little bit. They can even beat you. Yaani wanaweza kukutandika kwa lugha ya Kiswahili. Wanachokihitaji kandarasi, engineer, mvua hizi zitakapokuwa kweli zimekata, ile design ambayo inahitajika, bomba lilazwe chini. Lakini pia tuwaeleze Watanzania wa Vijibweni waelewe kwamba ile plani ya pale lazima itakuja kutimizwa. Lazima itakuja kutimia ile design ya pale ya kupeleka maji kule. Leo hii kinachofanyika hapa ni njia ya kudumu kidogo, lakini hizi barabara kwa hapo baadaye hazihitaji kuwa nyembamba kwa usawa huu. Wananchi kwenye eneo hili ambapo tuweza Vijibweni tumezuia njia za maji za asili na hakuna sehemu ambapo tunaweza kupeleka maji. Tukijenga barabara kwa namna hivi vilivyo bila kusubiri hicho ambacho tulifanya mapitio, tulikuwa tunakwenda kusababisha eneo hili kuwa eneo la mabwawa na barabara isipokuwa imekuwa rafiki au singesaidia maendeleo kwa watu. Matokeo yake maeneo yote maisha yake yangekuwa sio mazuri. So tukaona jambo la msingi la kwanza ni tuweke kitu kitakachoondoa maji eneo lote hili, na zoezi hilo tumekwisha kumaliza mapitio hayo, na sasa mkandarasi alichokwenda kusubiri ni hali ya hewa itolie kidogo. Mvua zimekuwa nyingi ambapo anza kuchimba tena hapa. Sasa hivi kuna kero. Tukiongeza kuchimba hichi kipande chote ili kutoa maji pale, kero itaongezeka. Maana hata hizo njia mbadala zilizo huko ambazo ni hazina ubora unaotakikana nazo hazitopitika sawa sawa kwa mazingira ya Vijibweni.